Kwanza ni muhimu ikaeleweka kwamba hoja zote za Chadema kuhusiana na uhitaji wa reforms za uchaguzi, hoja zote za ACT kuhusiana na uhitaji wa reforms za uchaguzi ni hoja valid kabisa. Nilisema hapa, ukiwa umegombea kwenye chama tawala, unaweza usielewe pain ambayo wagombea wa upinzani wanapata. Ukiwa hujagombea, ukiwa ni mpiga kura wa kawaida, unaenda kwenye sanduku lako kupiga kura na kurudi nyumbani kulala, huwezi kujua pain ambayo wagombea wa upinzani wanaipata. Kwenye hili bunge kipindi kile tuna chaguzi za kidemokrasia. Sababu uchaguzi wa 2020 haukuwa uchaguzi. Kila mtu anajua haukuwa uchaguzi. Mimi personally najua haukuwa uchaguzi sababu nimeona kura za uwizi, nimezishuhudia. Na nimeita polisi kuwakabidhi pamoja na nchi wasimamizi wa uchaguzi walioingiza makura feki. Na ushahidi ulikuwepo. Lakini mimi nikafunguliwa kesi baadaye wale majambazi tuliwapeleka. Kwa uchaguzi literally ni wa kihuni. Kipindi cha Kikwete kulikuwa kuna nafuu kidogo. Nafuu kidogo kwa mantiki ya kwamba mfumo wa haki za chama, kwa mantiki kuanzia mchakato mzima wa mikutano ya kisiasa, kuanzia mchakato mzima wa mawakala, haki wa mawakala kuingia, haki ya kuwa na matokeo. Yani utaratibu ulikuwa ni huu lakini ulikuwa una nafuu. Lakini 2020 set a very bad precedent ambayo imejitokeza tena kwenye uchaguzi wa 2024. Kwa hiyo chama chochote makini cha siasa, ukienda kushiriki uchaguzi blindly, yani ukijifanya unajipa upofu, unajidanganya mwenyewe. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama nchi ni ya kidemokrasia, ni jambo la ajabu na la hovyo kabisa. Mko vyama mnavyoshindana. Kwa kisheria mnatakiwa muwe sawa. Sasa wewe unategemea huruma ya mshindani mwenzio ili uweze kuingia bungeni. It doesn't make sense. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo Chadema wanahoja, ACT wanahoja. Na hili jambo limechambuliwa na wanasheria wengi na vizuri. Mwenye macho aone, mwenye masikio asikie. Kwa nini? Tuna katiba, tuna sheria za uchaguzi, tuna kanuni. Kanuni ni kajukuu ama katukuu. Yani kanuni ni kitu kadogo sana ambako hakawezi kukinzana na sheria ya uchaguzi na hawezi kukinzana na katiba. Kwa ni vitu ambavyo viko obvious. Sasa jambo linabaki, unajua kwenye hizi struggle kuna ile shikilia mpini na kwenye makali. So of course ile shikilia mpini ni serikali. Ambapo serikali ni ya Chama cha Mapinduzi. Ambapo mifumo ya kichaguzi unajua kabisa kwamba watu wa tume wanatokana na nini. Yani ni vitu vimeshasemwa. Ukijifanya uvijui ni wewe tu na kujizima data. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo hivi wenye dhamana wana wataalamu wengi. Wana sheria wabobevu. Kwa watumia tu common sense kujua kwamba la kwanza, hakuna kanuni ambayo inaweza kuvunja katiba. Wanasema ndio kanuni iko silent. Hata kama kanuni ingesema kwamba CSI ni sijui hata shiriki uchaguzi, that's kanuni yani haina uhalali wa kisheria, kwa sababu hakuna kinachoweza kutungwa kiendane na kinyume na mama yake na baba yake haiko juu. Kwa that's kwa wanahoja. Kwa sasa busara ya kisiasa na ukomavu wa kisiasa, na kama watu wanajiamini, sikilizeni hoja, mzitafutie majawabu hoja. Ubabe hausaidii sana. Yani ubabe ni kama unajitekenya na unacheka mwenyewe. Si umeelewa? Nasema nimeshinda kwa kishindo, lakini hujashinda kwa kishindo. Sasa inakusaidia nini eventually? Sababu watu watakaa na pain, vizazi vinatofautiana na vinabadilika. Vinakuja na muonekano tofauti. Kwa that pain ambayo utamshindilia wazazi wetu wanao miaka ya 70, sisi tuna miaka ya 40. Inawezekana kizazi kijacho ambacho kina exposure pana kuliko wazazi wetu na babu zetu na sisi kikaja na different tone. Sasa wale tufike huko wakati taifa ni moja. Kwa ufupi ni kwamba hoja za ACT, hoja za Chadema ni valid. Uliyeshikilia mpini unajua na yourself sana, wenzako wako kwenye makali, nafikiria unaweza kaonea. Ipo siku na wewe utatamani
yawe mazingira bora ambao ulikuwa na nafasi ya kuyatengeneza lakini hakuyatengeneza. Na naweza mtu akaingia akasema sawa, sisi tushughulikia. Na sisi tutakushughulikia. Sio, unaelewa? Sababu sio kila generation italala usingizi. Inawezekana this current generation imelala usingizi, inapenda tu udaku, inapenda umbea, inapenda kucomment tu, lakini they are not responsible. Umeelewa? Lakini kuna generation nyingine inasema no. To hell with umbea, to hell with udaku, tujadili issues za nchi. Sasa kwa nini tufike huko? Basi tufike huko tukiwa tumetengeneza mifumo iliyokuwa salama na mifumo ambayo inamlinda kila mtu na mifumo ambayo wananchi watakuwa na nafasi ya kufurahia viongozi wao. So wananchi unalibunge unajua kabisa hata sijamchagua huyo. Alafu mbunge unajisikiaje tukafua.